Depu ni vile ambavyo mashabiki wa wananchi Yanga walikuwa hapo kwenye uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma, na wengine katika maeneo mbalimbali walijikuta wakishangilia kwa kulitaja jina lake baada ya kufunga bao pekee lililowapa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Tanzania Prisons kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara. Leo hii Yanga wakiwa wageni katika mechi ambayo ilionekana kuwa ngumu mpaka pale mchezaji huyo wa kimataifa kutoka Angola alipoweka mpira wavuni na mwisho wa siku kuihakikishia Yanga pointi 3 muhimu katika mchezo ambao Prisons walikuwa wenyeji, huku Yanga wakiwa wageni na kuibuka na ushindi huu wa bao 1-0. Bao hili Depu alilifunga katika dakika ya 79, ikiwa ni dakika 19 tu tangu alipoingia uwanjani baada ya kocha Pedro Gonçalves kufanya mabadiliko ya kiufundi, kumtoa mmoja kati ya viungo wake Mohamed Damaro Kamara na yeye kuingia, na hivyo kubadilisha mfumo kutoka kucheza kwa mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kocha Pedro akabadilisha mfumo na kuwa baada ya golikipa akawa na walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili ambao ni Depu pamoja na Prince Mpumelelo Dube. Ni katika dakika ya 79 ndipo alifunga bao hili. Wakati huu alikuwa ameshaingia katika dakika ya 60 kama nilivyotoka kuelezea. Inakumbukwa vizuri kwamba mmoja kati ya viungo wa ushambuliaji Alan Okello, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, alifanyiwa madhambi nje ya 18. Akapiga vyema kwa goli lake la kushoto, mpira uliolenga shabaha ukiwa wenye kumchanganya golikipa Musa George Mbisa wa Tanzania Prisons. Katika kucheza alichofanya ni kuondoa, ni kuutema kwa pembeni, lakini Depu akiwa amewazidi maarifa walinzi wa Tanzania Prisons, wakiwamo akina Wema Sadoki, akiwamo Morris Ojwang, mchezaji wa kimataifa kutoka Kenya, akafika kwa usahihi. Alichofanya mguso wake mmoja ukawa ndio huo wa shuti la kwenda wavuni ndani ya umbali wa yadi 6 kutoka golini, na hivyo mwisho wa siku uwezo wake, ujanja wake kunusa nafasi, kujua pa kusimama ukawalipa Yanga, kwa sababu wakapata ushindi huu wa bao 1-0 ambao umewafanya sasa wafikishe pointi 35 kati ya pointi 39 zitokanazo na michezo 13 waliocheza, ikiashiria kwamba ufanisi wake ukizidisha kwa 100. Yanga ufanisi wao kwa sasa ni around 90%. Ni kiwango cha juu cha ufanisi, kwa sababu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, kutokana na ushindi huu wa Yanga ukiwa ni mchezo wao wa 13 katika ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, Yanga wako kileleni, lakini wanaofuatia kwa ufanisi ni watani zao wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba, ambao hivi sasa wana pointi 27 baada ya kucheza mechi 12. Yani pointi 27 kati ya pointi 36 zitokanazo na michezo 12. Ukizidisha kwa 100 unapata ufanisi wa wekundu wa Msimbazi Simba ni 75%, huku Azam FC wanaoshika nafasi ya 3 wao wakiwa na pointi 27 kama Simba, lakini wamecheza mechi 13. Kwa lugha nyingine, wao pointi 27 kati ya pointi 39, maana wamecheza mechi 13. Ukizidisha kwa 100 unagundua kiwango cha ufanisi cha Azam ni 69%. Lakini JKT Tanzania, ingawa wanashika nafasi ya pili, wao wamecheza mechi nyingi zaidi. Wamecheza mechi 17, walipaswa kuwa na pointi 51 kama wangeshinda mechi zote na kupata pointi 3 mara 17 unapata 51. Lakini kwa kuwa JKT Tanzania wana pointi 28 kati ya pointi 51, ukizidisha kwa 100 ufanisi wao ni around 55%. Kwa lugha nyingine, kwa ufanisi Yanga ushindi wa leo hii umewafanya waache mbali zaidi wenzao pale juu kileleni kwa ufanisi, kwa kuwa na performance ya 90%, wakifuatia Simba performance ya 75%. Lakini kwa actual points, pointi halisi ni kwamba Yanga wana pointi 35, huku wanaofuatia JKT Tanzania wakiwa na pointi 28. Maana Yanga wameshawacha JKT Tanzania pointi 7, ingawa JKT Tanzania wamecheza mechi nyingi zaidi, mechi 17. Watatu ni Azam, wamecheza mechi 13 kama Yanga, pointi zao ni 27 kama ilivyo kwa wekundu wa Msimbazi Simba wanaoshika nafasi ya 4. Wao wana pointi 27 kama Azam, lakini wamecheza mechi chache 12, lakini wamezidiwa tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa sababu Azam wamefunga mabao 21, wameruhusu mabao 4, wakati Simba wamefunga mabao 20, wameruhusu mabao 5. Mechi haikuwa nyepesi hata kidogo. Kama ilivyotarajiwa, ushindani ulikuwa mkali na ndivyo ilivyokuwa, kwamba Tanzania Prisons
inayoongozwa na kocha Shadrack Nsajigwa ambaye ni beki na nahodha wa zamani wa wananchi Yanga, iliingia uwanjani ikiwa na mipango ya kuhakikisha walau inapata pointi moja. Ndio iliyoheshimu sana Yanga, ikicheza kwa kuzingatia maelekezo ya kocha Shadrack Nsajigwa. Kwa kiasi kikubwa wachezaji wake walifanya kila wanaweza kuhakikisha kwamba hawaondoki mikono mitupu. Kujituma mwanzo mwisho kulionekana tangu dakika ya kwanza ya mchezo, huku akicheza kwa nidhamu kubwa ya kuzuia kuhakikisha hawadhuriki. Tanzania Prisons ambayo ilikuwa ikiutumia uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma baada uwanja wake wa Sokoine jijini Mbeya kufungiwa kwa sababu kutokidhi vigezo vya kanuni za Ligi Kuu Tanzania Bara mpaka watakaporekebisha, ikaelezwa kwamba wanakwenda kucheza Tabora kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale mkoani Tabora, lakini baadaye ukahamishwa Dodoma na kuwa sehemu ya mjadala kuelekea mchezo wa leo. Sasa kwenye muundo wake kocha Shadrack Nsajigwa alipanga baada ya golikipa alikuwa na walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili ambao walikuwa ni Jeremia Mgunda kama miongoni mwa washambuliaji wake wawili na George Mpole. Huku katika eneo la kiungo walikuwa ni pamoja na Sabianka, lakini vile vile alikuwepo Michael Mutinda, mchezaji wa kimataifa kutoka Kenya. Michael Mutinda Kiala alikuwa miongoni mwa viungo wake, wakati pembeni alikuwa na Haruna Chanongo. Walikuwepo pia, baadaye alikuja kuingia Kevin Sengati, lakini katika eneo la ulinzi alikuwa na Morris Ojwang miongoni mwa mabeki wa kati. Kwenye viungo alikuwepo pia Doto Shabani, mbali na Sabianka alikuwepo Doto Shabani. Katika eneo hilo la ulinzi alikuwepo Morris Ojwang kama beki wa kati, alikuwepo Salum Kimenya beki wa kulia, beki wa kushoto Marco Mhilu, lakini beki wa kati alikuwepo Wema Sadoki na Morris Ojwang, huku golikipa akiwa Musa George Mbisa. Ni katika mechi ambayo kwa muundo huu wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili, wakicheza dhidi ya Yanga aliotoka kuelezea yenye baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, viungo wawili ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, Yanga walimiliki zaidi mpira. Mechi ilichezwa zaidi katika eneo la Tanzania Prisons, lakini nafasi wazi ya kufunga haikuwa ikipatikana kwa pande zote mbili. Ndiyo, ni kwa sababu Tanzania Prisons walikuwa wakizuia zaidi. Walinzi hawa akina Wema Sadoki, akina Morris Ojwang walikuwa wanapata sapoti ya kutosha kutoka kwa viungo wao, akina Sabianka, akina Doto Shabani, akina Haruna Chanongo, kuhakikisha wanakuwa salama kwenye eneo lao. Lakini vile vile washambuliaji wao George Mpole pamoja na Jeremia Mgunda walikuwa nao wakipeana jukumu, mmoja ana drop, mmoja anabaki juu kusubiri mipira ya kushtukiza. Lakini Yanga pamoja na kwamba walimiliki zaidi mpira, maana katika dakika 90 za mchezo Yanga walimiliki mpira kwa 73% kwa wastani kulinganisha na Tanzania Prisons, kudhihirisha kwamba Tanzania Prisons hawakujihusisha katika umiliki wa mpira, wakijua wanacheza kwa nidhamu, waambulie chochote. Mashuti kutokana na umiliki huu ikawa Tanzania Prisons mechi nzima wapiga mashuti matatu, moja limelenga shabaha likipigwa na Haruna Chanongo katika kipindi cha kwanza, wakati Yanga walikuwa wapiga mashuti 16, 6 yamelenga shabaha likiwamo lile la Depu katika dakika 79 aliyekuwa ameingia kuchukua nafasi ya Mohamed Damaro Kamara na kutumia dakika 19 kufunga bao hilo lililowapa ushindi Yanga. Mwisho wa mchezo Yanga wakaibuka na pointi 3 muhimu katika mchezo wa leo ambao Tanzania Prisons walikuwa muda wote wakiwa nyuma kuzuia kuhakikisha wanaambulia walau pointi moja, na ndio maana mechi nzima walipiga shuti moja tu. Yanga hawakukata tamaa katika kushambulia mwanzo mwisho. Ingawa hawakucheza mpira wa kuvutia sana leo hii, Yanga walionyesha ukubwa wao kwa kuhakikisha muhimu ni kupata pointi 3, kwa sababu tunafahamu vizuri makocha wa timu zote wanakabiliana na changamoto ya kuwa na kipindi kifupi cha maandalizi kabla ya mchezo na mchezo. Wachezaji wanajikuta na wakati mgumu kwa sababu mechi zimebanana katika Ligi Kuu Tanzania Bara msimu huu, kutokana na ukweli kwamba ni msimu ambao unakabiliana na changamoto hiyo, kutokana na ukweli kwamba Tanzania, Kenya na Uganda zilikuwa miongoni mwa nchi zilizoandaa michuano ya CHAN. Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi zilizoshiriki michuano ya AFCON iliyofanyika mwaka huu kule nchini Morocco. Lakini pia Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia yake ilikuwa na timu 4 zilizofuzwa hatua ya makundi ya michuano ya klabu ya CAF, kwa maana Ligi ya Mabingwa barani Afrika na Kombe la Shirikisho. Yanga na Simba Ligi ya Mabingwa, Azam na Singida Black Stars Kombe la Shirikisho. Matokeo yake ratiba zimeshonana, zimebanana, kwa sababu ndani yake pia kuna michuano ya Kombe la Shirikisho la benki ya CRDB, ndani yake pia kuna ratiba za FIFA juu ya timu za taifa. Kwa sababu hiyo mechi zimebanana sana,
matokeo yake timu zenye malengo makubwa, licha ya kwamba zinabebwa na ukweli kwamba wana vikosi vipana na sio wachezaji wengi. Yanga ni miongoni mwa timu zenye sifa hiyo ya kuwa na kikosi kipana, lakini kucheza kwake wanacheza kimalengo zaidi katika baadhi ya michezo ili kupata matokeo, na ndicho alichofanya Yanga mechi kama ya leo. Licha kwamba alimiliki sana mpira, hali ya uwanja kulikokuwa na mvua katika baadhi ya nyakati kuelekea mchezo ilifanya ile sexy football, mpira wa kuvutia ukosekane, lakini wakacheza mpira wa moja kwa moja ili kupata matokeo, na ndicho kilichotokea. Depu kama ilivyo kawaida hana mambo mengi hapo uwanjani, anajua pa kusimama kufunga bao leo hii lililowapa ushindi Yanga. Maana yake leo hii ni mechi yake ya 6 akifunga bao la 6 akiwa ametoa asisti 1, na kwa lugha nyingine Depu akichangia mabao 7 kati ya mabao 31 ambayo Yanga wameshafunga mpaka sasa kufikia katika mechi ya 13. Kumbukwe Depu alisajiliwa wakati wa dirisha dogo, na hivyo ndo kwanza mechi yake ya 6 katika ligi kuu Tanzania bara tangu atoe mchezaji huyu wa kimataifa kutoka Angola ambaye Yanga wamemtoa nchini Poland alikokuwa akichezea timu ya Radomiak Radom katika ligi kuu ya Poland. Depu akadhihirisha ubora wake katika kuweka mipira wavuni. Anachojua ni kufunga tu, hana mambo mengi. Unaweza usimuone katika matukio mengi uwanjani, bali kwenye majaribio ya kufunga ndipo anakopatikana, na kocha Pedro Gonçalves anamjulia kwa kuhakikisha kunakuwa na washambuliaji wawili ili atishe zaidi. Pale alipomtoa Mohamed Damaro Kamara na kumwingiza yeye katika dakika 60, alikuwa na Dube. Alipofunga bao dakika 79 katika dakika 83, ikiwa ni dakika 4 tu baada ya Depu kuifungia Yanga bao ambalo mwisho wake ndilo lilowapa ushindi, mwalimu Pedro Gonçalves alifanya mabadiliko mengine ya kimbinu kwa kumtoa Dube na kumwingiza Edmund John ili kuendeleza mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji wawili, lakini yote ni kuhakikisha anaongeza fresh legs, miguu mipya yenye nishati mpya, kuhakikisha Yanga hawapotezi pointi 3 ambazo tayari zilishaingia kwenye kibindo chao. Mwisho wa siku ni mpango uliokuja kumlipa, kwa sababu Yanga wakaondoka na pointi 3 hizo muhimu, na hivyo kuendelea kujichimbia kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kumbuka, wakati akimtoa Dube alimtoa pia Mudathi Yaya Bas, akamuingiza Ndabwile, yote katika kuhakikisha wanaendelea kuwa imara, kwamba wanapunguza uwezekano wa kupata mashambulizi ya kushtukiza kutoka kwa Tanzania Prisons, lakini wakati huo wanaendelea kufanya mashambulizi ambayo pengine angeweza kuwapa bao lingine. Hakukuwa na mpira wa kuvutia sana kutokana na mazingira yanayotoka kueleza, lakini mwisho wa siku Yanga wakapata ushindi kikubwa, performance ya 90%. Msimu uliopita wakati wa kutoa ubingwa Yanga walimaliza ligi ikiwa na pointi 82 kati ya pointi 90 za mechi 30, ambayo ilikuwa ni performance ya around 91%. Leo hii wana performance ya 90% wakiwa ndio wanaofanya vizuri zaidi. Ndio kwanza wamecheza mechi 13, wana mechi 17 zinawasubiri katika kujaribu kutetea taji lao la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Wewe mtazamaji wa Baduke Start Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.